wanaotengeneza jamii, lakini wao ni waathirika zaidi inapotokea matatizo haya ya udemokrasia duni, kwa sababu wao mara nyingi wanakuwa nguvu zimeshapungua, ndio wanahitaji msaada wa kila mmoja. Kwa hiyo inapokuwa kwa utulivu wa namna ile wa demokrasia, kwa utawala wa sheria, na utawala wa sheria ni pamoja na mahakama zinazotenda haki tumeona hapa katikati, unakwenda mahakamani, unakaa pale kama mzee, unajiuliza, Mungu wangu, yani huyu hakimu au huyu jaji hivi anarudi nyumbani na yeye anasali ila akirudi nyumbani ana swala 5 na yeye, au amesahau mambo ya kusali hivi, na yeye anarudi nyumbani anakwenda kwenye jumuiya kama ni Mkatoliki, anajisikiaje anapokuwa hajatenda haki? Au hata na wanasheria, kwa mfano wa serikali, anatunga uongo, anauleta pale, unamweka mtu ndani, anakaa na watu waliohukumiwa kunyongwa na hakuna anayejali. Yani watu wanaona sasa, ukishakuwa ni kwenye jamii aina hiyo na wewe ni mzee, unaumia tena zaidi sasa kwa kulinganisha. Unajua tatizo la mzee, anaumia zaidi kwa kulinganisha. Nasema jamani, kulikuweko nyakati tena za wakati wa chama kimoja ambapo kura ya mtu iliheshimiwa. Viongozi waliokuwa kwenye chama kimoja walikuwa wanataka kujua ni nani wametukataa, ni nani wamesema hapana. Viongozi walitaka kujua. Sasa hivi tuna viongozi ambao hawataki kujua. Yani unapokusanya wanafunzi ambao hawajafikia umri wa kupiga kura, ukawapanga wakajaza maboksi, wewe unataka kujua watu wanaokukubali? Wewe ujali, yani ujali kama unaishi kwa amani kweli? Yani wakati una uhakika kwamba yani wote wamenipigia kura? Ujanja unaofanya wote huu hivi, unajisikiaje unapozungumza kwamba sisi ndio tumepata ridhaa? Una uhakika mlipata ridhaa? kama mifumo ya uchaguzi yenyewe iko kama ilivyo sasa hivi. Unaposikia kwamba kuna kanuni inasema hairuhusiwi kuingia na simu ya kuchukua kumbukumbu ya matokeo ya uchaguzi pale kwenye kituo walichopigia, kwa nini? Sasa unajiuliza, unasema hapa kuna tatizo. Lakini ukiwa mzee inakuumiza zaidi, kwa sababu unajua huko nyuma, hata wakati wa chama kimoja ambapo kura iliheshimiwa. Sasa unajiuliza, hivi tumetoka wapi mpaka tumefika huko? Kwa hiyo mzee anaumia zaidi inapokuwako demokrasia duni, tena wakati wa vyama vingi. Wakati ambapo tulipokuwa na chama kimoja, walau ulikuwa una uhakika watu, huyu anaitwa, huyu ni Jembe, huyu ni Nyumba, unasema Nyumba ndiye amepata bwana, au Jembe ndiye amepata bwana. Lakini leo hii yani kula yenyewe haijulikani ni nani amepata. Inamaanisha hata na wewe uliyeshinda, uliyetangazwa kushinda, una amani. Lakini sasa mimi mzee naumia zaidi, kwa sababu nalinganisha ilivyokuwa huko nyuma. Nasema hivi tumefikaje huko? Tumefikaje mpaka tunafanya vitu ambavyo havina afya, havileti kuleta amani ya kweli kwenye moyo, kuleta utulivu wa kweli kwenye moyo. Kwa hiyo kama nilivyosema kifupi, mimi nafikiri kadiri tunavyoshuhudia demokrasia duni na uchaguzi usio wa haki, ndivyo wazee tuna kazi ya ziada ya kuwatia moyo vijana wetu ambao ni rahisi kukata tamaa, kuwatia moyo kusema kwa uzoefu wangu, kwa niliyoyaona huko nyuma, kwa niliyoyasoma, kwa niliyoyasikia, hiki kipindi hata kikiwa kirefu namna gani kitapita. Wazee sasa hivi, hasa wazee wa Chadema, wako na kazi ngumu ya kuwatia moyo vijana kwamba hii kipindi cha giza kitaisha. Ni rahisi kukata tamaa, na kukata tamaa ndio kumezaa hata na wenzetu waliojisaulisha kilichotokea tarehe 27 Novemba.
kwamba yani kweli chama cha siasa ni cha kushika dola. Sasa ukishiriki alafu ukasaidia wale wanaoendelea kushika dola, usema wote tulishiriki, lakini actually kura zimeibiwa. Sasa wewe ukishiriki wakati kura zinaibiwa, sasa wewe ni ile kukata tamaa, yani ndio kuna kufanya wewe uanze kubishana. Na huwa nakutana na vijana wenzangu hapa, yani wazee mimi kama mzee nakutana na vijana wangu hapa wako kwenye vyama vingine hivi ambavyo vinasema vinashiriki, inashiriki bwana, sisi lazima tukushiriki. Na wahurumia kama mzee, kwa sababu nasema umejisaulisha umesahau kumbukumbu kilichotokea 27 Novemba mwaka jana, juzi tu hapa. Hiyo ya labda 2020 unaweza kusahau labda au 2019 unaweza kusahau, lakini ya mwaka jana Novemba ukuiona. Sasa sisi tunahitaji kupeana moyo, kuwa na uvumilivu. Vijana wananiuliza sasa, baada ya hii kinacho uchafuzi huu halafu itakuwaje? Yani huko nyuma ndio kumbukumbu inasaidia hiyo. Huko nyuma TANU haikuwa serikalini, TANU haikuwa Legiko. yani unapopigania kitu unakuwa haupo sehemu ya hicho kitu, unapigana kusudi huyu aliyeshika usukani asikilize au aone mawimbu yanatifuka, asimame, mkai pamoja, mridhiane. Na kwa kweli mimi kazi ninayofanya kubwa, na nitamalizia hapa ni kuwatia moyo vijana kwamba hali tunayoiona sasa hivi haiwezi kuendelea kwa muda mrefu. Hata hawa wanaojisaulisha, hata hawa wanaojifanya kama si wana bunduki hata na wenyewe ukichokonoa kidogo, na wenyewe wana mashaka, na wenyewe hawana uhakika, na unaona na wenyewe wanaanza kubaranganya, wanaanza kudonoana. Unaona watu waliokuwa na nyadhifa kubwa ndani ya chama tawala wanaanza kujitokeza na kuzungumza mambo ambayo usingetarajia wayaseme wao, na wenyewe wanaanza kusema mimi bana siwezi kushiriki katika kuhalalisha kitu ambacho kimeshapangwa. Yani watu wameshapanga kwamba fulani atateuliwa, fulani atateuliwa, fulani atakuwa rais, fulani atakuwa mbunge. Hapo wewe unahamasishwa ushiriki, usidi wapige picha usidi wapige picha na kusema wote tulikuwepo, huyu alishindwa. Lakini etizi walao kama watu wengi nao waona mtaani wanaosema mimi bwana nitamfuata askofu mmoja hivi aliyesema bwana, kulinda kula yangu nitakaa nayo nyumbani, nitailinda kwa wivu mkubwa nyumbani, sitakwenda kuitumbukiza kwenye box ambayo tayari lina mambo mengine, yani ambayo yameshatumbukizwa mle, kusudi na yenyewe ihesabiwe kwenye hayo mabox. Kwa hiyo kifupi, wazee tunaathirika sana, matamanio yetu yanapungua, haki hatupati, ustawi ni shida, lakini ni sehemu ya jamii nzima ambayo inakosa yote hayo, na inatulazimu peana moyo, kutiana moyo, kuhimizana kwamba historia inaonyesha dhuluma haiwezi kudumu. Tusikate tamaa, iko siku haki itatamalaki. Nawashukuru sana. Asante sana mzee wetu Daktari Azaveli Lwaitama. Chadema pamoja na